Kwa majina naitwa Esther Edmundi, naishi mtaa wa Kawajense. Kiukweli kabisa kwa uji wa leo nimeona una ladha nzuri na unafaa kabisa kwa lishe. Japokuwa mchanganyiko wake sio vitu vingi, lakini ni uji mzuri na ni bora kabisa. Jina naitwa Francis Ndunda, ni mhudumu na mtoa huduma za afya ngazi ya jamii kata Kawajense. Kwa hatua zetu za uji tuna vitu vitatu. Tuna urezi, tuna mahindi na tuna karanga, ambazo karanga zimesagwa peke yake, urezi na mahindi vikasagwa kwa pamoja. Uji wetu hapo nimechukua lita 2 kilo 2 za mahindi, nikachukua na kilo 1 ya karanga, nikachanganya. Kwa mpaka sasa uji wetu hapo. Uji huo unamwimarisha mtoto kwa afya na unamjenga mtoto. Katika harakati za kuendelea kutokomeza udumavu katika mkoa wetu wa Katavi, tunahamasisha sana kina mama na wazazi kwa ujumla waendelee kutumia vyakula mchanganyiko ili tuweze kutokomeza udumavu. Lishe bora, afya yako, zingatia unachokula. Pia mtoto anaweza akakinai, na wengine watoto wanakataa uji. Anasema mwanangu hali tunawakaba sana watoto mpaka wanakuwa wakifurahi chakula kwa sababu chakula kinakuwa hakina ladha nzuri. Mtoto anatakiwa enjoy chakula na abadilishwe. Kama amepewa uji leo, kesho anampikia bokoboko lenye karanga, mtori, nyama tunawasagia huko pondea, samaki. Yaani tunajaribu kuhamasisha wazazi wape watoto vyakula tofauti. Hata sisi tukila labda wali maharage kila siku tunakinai. Naitwa Mwanaidi Salim, ni afisa lishe wa Manispaa ya Mpanda. Huwa kila baada ya miezi mitatu tunaadhimisha siku ya afya na lishe ya mtaa au ya kijiji, ambapo hii siku ya afya na lishe inafanyika kwa kila mtaa kila baada ya miezi mitatu. Ina maana kila robo tunaadhimisha hizi siku. Na lengo kubwa ya kufanya hii siku ya afya na lishe ni kwa ajili ya kuelimisha wazazi wenye watoto chini ya miaka 5 juu ya umuhimu wa ulishaji wa watoto, pia unyonyeshaji, masuala ya uzazi wa mpango, masuala ya ulaji kwa mama mjamzito kwa ujumla, ili kuweza kutokomeza udumavu kwenye mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu wa Manispaa ya Mpanda analisimamia hili na linafanyika kila robo. Kwa sababu hii siku imeleta matokeo makubwa, akina mama wanazidi kuelewa. Wakina mama wanapata uelewa juu ya makundi ya vyakula yako mangapi na umuhimu wa kula vyakula mchanganyiko kwa watoto, lakini pia kwa watu wazima kwa ujumla. Lakini pia kwenye hii siku kuna huduma mbalimbali zinazotolewa kama huduma za afya. Ina maana wakina mama wanakuja na kadi zao, wanapata huduma ya afya zote, ikiwemo chanjo, ikiwepo matone ya vitamini A ambayo ni muhimu sana kwa ukuaji wa mtoto, lakini pia inakinga mtoto asipate magonjwa ya macho. Lakini pia kuna vidonge vya kuzuia minyoo. Watoto pia wanapata hapa, na chanjo zote ambazo zinapatikana, huduma zote za hospitali zinakuwa zinapatikana siku hiyo. Survey ilipofanyika ya mwaka 2022 tukaona imeshuka kutoka 33.7 mpaka sasa hivi tuna 32.7 udumavu. Kwa hiyo tunaona kabisa hii inasaidia kwa kiasi kikubwa. Mimi naitwa Sofia Maunda, ni afisa muuguzi. Ninafanya kazi katika kituo hiki ambacho ni hospitali ya wilaya ya Mpanda. Tunatoa ushauri wa lishe kwa wamama wote wajawazito. Tunasisitiza kwamba mtoto ili asipate udumavu anatakiwa anyonye maziwa ya mama pekee kwa muda wa miezi 6. Baada ya miezi 6 ndio tunamwelekeza mama ampe vyakula gani mtoto kwa ajili ya kumwanzisha vyakula akishafunga miezi 6. Kwa hiyo pale tunamwambia mama atumie zaidi vyakula ambavyo vimeongezewa virutubisho ili kupunguza ile udumavu. Lakini pia tunawasisitiza wamama waendelee kuwaleta watoto wao katika kliniki ili kufuatilia. Kwa hiyo wanakuja yale mahudhurio ya kila mwezi. Wakifika tunaangalia ukuaji wa mtoto, lakini tunapima uzito, tunaangalia urefu. Kwa hiyo tunaangalia uwiano wa uzito na urefu kwamba viko sahihi. Tunaangalia pia uwiano wa uzito kwa umri kama viko vinaenda vizuri. Kwa hiyo kama tutagundua kwamba kuna dalili zozote za udumavu, basi tunatoa elimu kuhusiana na lile tatizo, na inapobidi tunatoa rufaa ili mtoto aanze kushughulikiwa mapema kabla hajafika kwenye hatua mbaya. Lakini pia tunasisitiza wapate chanjo ili kuondoa ile magonjwa ya mara kwa mara, kwa sababu mtoto anapokuwa na magonjwa ya mara kwa mara hata lishe yake anakuwa hatumii chakula vizuri. Kwa hiyo ni rahisi pia kupata
udumavu. Kwa hiyo tunasisitiza wamama wasipuuzie kwamba mtoto amepata homa anamwacha tu nyumbani. Mpeleke hospitali atibiwe. Lakini mlete kliniki apate chanjo ili kuondoa ile magonjwa ambayo yanazuilika na nini? Na chanjo.